السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Aziz anasema kwamba kuna ihsani na fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba wiki iliyopita ilikuwa mkutano mwaka wa Uingereza uliofanyika vizuri. Katika siku 3 za jalsa salana tulishuhudia neema za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Kwa sababu ya hali ya hewa ya kule kulikuwa fikira sana kwamba itakuwa nini, lakini Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake alitusalimisha katika madhara ya hali ya hewa na hali ya kule iliyokuwa, na kila moja alishuhudia msaada wa Mwenyezi Mungu na fadhila za Mwenyezi Mungu zilikuwa zinashuka kila wakati. Basi sisi kwa sababu ya ihsani hii ya Mwenyezi Mungu tukimshukuru Mwenyezi Mungu kadiri yoyote ni kidogo, na sisi tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu vizuri wakati sisi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu tutaendelea kufanya juhudi, na shukrani hii inatakiwa itolewe kwa ajili ya wale wote waliojitolea wakati wa mkutano wa mwaka. Na ikiwa wote wanamshukuru Mwenyezi Mungu hivi, tutamshukuru Mwenyezi Mungu vizuri, na pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu tutarekebisha makosa yetu na vile vile tutaboresha uwezo wetu. Hivyo ndivyo wahudhuriaji wote pia wanatakiwa wamshukuru Mwenyezi Mungu ili wao pia waweze kupata fadhila za Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi, na mabadiliko mazuri yaendelee kupatikana katika maisha yao. Vile vile wale wote waliojitolea wakati wa mkutano wa mwaka, wageni pia wanatakiwa wamshukuru hawa waliojitolea, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, yule ambaye hawashukuru watumishi wa Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa hivi wahudhuriaji wote wanatakiwa watoe shukrani hawa wote waliojitolea. Vile vile wale wote waliojitolea wanatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba yeye aliwajalia walipata bahati ya kuwahudumia wageni waliokuja kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kutafuta elimu.
Halifa mtukufu anasema kwamba katika malengo ya jalsa salana lengo moja hili kuwa udugu upatikane na huruma upatikane, na hali hii inatakiwa iwe ya aina yake. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ni upendo huu na udugu huu ambao tunapofanya katika hali hii, wale wote wanahudhuria wanapata athari nzuri, pamoja na vipindi vya elimu. Kitendo cha kila mtu, amali ya kila mtu inamwachia mgeni athari nzuri sana, na hali yake hii wageni wanaeleza, na wageni wanasema kwamba sisi tuliona mafundisho, picha sahihi ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam katika jalsa salana, ndio umepata athari nzuri kwa kuona mfano huu, wawe watoto wadogo ama wakubwa. Hawa wote kila mmoja alikuwa anatoa huduma kwa moyo safi. Hali kadhalika wale wote walihudhuria kwa moyo sana, na walipata faida sana kutoka katika vipindi vyote vya jalsa salana. Hali hii ya kuwa mfano mzuri wa amali inaacha athari nzuri sana kwa ajili ya mtu wa dunia. Wageni ambao si Waislamu, wao waliendelea kueleza mawazo yao. Mimi sasa hivi nataka kueleza maoni yao waliotoa baada ya kuona mazingira ya mkutano wa mwaka. Na hawa wageni wote walisema waziwazi kwamba ikiwa hii ni mafundisho ya dini tukufu ya Islam, basi katika hali hii lazima yanatakiwa mafundisho haya yaenee duniani kote. Kutoka Benin, waziri ya mambo ya nje na vile vile mshauri wa raisi Bi Mariam alikuja kuhudhuria mkutano wa mwaka, na yeye ni mshauri wa rais wa nchi. Anasema, mimi kwa kupitia mkutano wa mwaka nimeelewa Jumuiya Ahmadiyya vizuri. Mimi nilipata athari nzuri sana kwa kuona mpango wote wa jalsa salana, na uongozi ulikuwa mzuri sana. Kwa kuona imani ya wale wote walioitolea nilishangaa sana. Mimi nilichunguza kwa makini. Hazuru anasema watu wengine wanachunguza kwa makini sana, yeye anasema nilichunguza kwa makini sana, lakini sikuona kosa hata moja. Mimi nilijaribu kutafuta makosa, lakini katika kila idara niliona kwamba mpango ulipangwa vizuri sana. Anasema mimi nilipokuwa nikiwaona hawa waliojitolea, nilikuwa nikihisi wawe wakubwa au wadogo, mzee au kina mama, ila hali wote walikuwa wanafanya juhudi kwa ajili ya kuwapatia starehe wageni. Kila mmoja alikuwa amesahau starehe yake, na alikuwa anajaribu kuwapatia starehe wageni wengine. Kwa kuona nyuso hizi zenye bashasha, mimi siwezi kusahau katika maisha yangu yote. Anasema kwamba hili itakuwa kumbukumbu ya maisha yangu. Mimi naona kwamba hulka hizi zipatikane katika nchi yetu pia. Anasema ikiwa mimi nachunguza kwa kiroho, niliona kwamba udugu ulikuwa unapatikana kila sehemu, na kwa kuona hali hii imani ilikuwa inazidi. Kule ilikuwa mazingira ambayo sijawahi kuona katika maisha yangu yote. Hazuru anasema labda wageni walikuja mara ya kwanza waliwahi kuona mazingira ya aina hii mara ya kwanza katika maisha yao. Huyu Bi anasema kwamba mafundisho yanayoelezwa na jumuiya, basi mafundisho haya yanaweza kuleta amani duniani. Kisha anasema hutuba ya imamu wa jumuiya aliyotoa katika
upande wa kina mama ilikuwa ni athari sana. Katika dini zingine mwanamke ni kama mtumwa, lakini imamu wa jumuiya alisema kwamba mwanamke ni mwalimu, na alisema kwamba yeye mwanamke amepewa jukumu la kuwapatia malezi watoto na kizazi kijacho, na siku zijazo ni katika mikono wa kina mama. Anasema daraja waliopewa kina mama na heshima waliopewa kina mama katika Islam, kwa kufuata heshima hii amani inaweza kupatikana duniani. Kutoka Guatemala kuna mbunge mmoja Bi Alina Calles alitoa maoni yake kuhusu mkutano mwaka. Anasema kuhudhuria katika jalsa salana ilikuwa mzoefu mzuri, na kwa kuhudhuria mkutano mwaka mawazo yangu yamebadilika sana. Media imeeleza mambo kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, kwamba Islam inatoa amri ya ugaidi, lakini katika kuhudhuria jalsa salana sisi tumeona kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islam ni yenye amani na usalama. Na vile vile alisema kwamba mwito wetu love for all hate for none ni njia ya kupata amani duniani kote. Anasema kwamba kuwahudumia watoto walikuwa wanahudumia wageni wengi sana. Hii ilikuwa nadhara ya aina yake. Kisha yeye alieleza kuhusu hutuba niliotoa upande wa kina mama, kwamba kina mama wamepewa heshima gani katika Islam. Kisha anasema niliona kwamba nilihisi starehe zaidi katika ukumbi wa kina mama kuliko kina baba, na hii ni mfano mzuri wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam, kwamba mwanamke amepewa heshima na dhamana ya amani katika dini tukufu ya Islam. Anasema mimi narudi baada ya kupata mawazo mazuri ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Profesa kutoka Costa Rica Sergio Maya pia alihudhuria mkutano wa mwaka. Ye anasema mimi kwa kupitia jalsa salana hii niliona picha mpya ya Islam. Mimi niliona jumuiya ya Waislamu ambayo ina mfano wake katika udugu na amani, na jumuiya hii inaeleza picha halisi ya mafundisho ya Islam. Baada ya kurudi nitawaambia wanafunzi wangu kwamba jumuiya ya Ahmadiyya inaeleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na vile vile jumuiya inafuata mwito wake wa mapenzi na upendo. Hazuru nasema baadhi wakati wageni wanakuwa njia ya mahubiri kwa ajili yetu. Kisha kutoka Costa Rica Douglas anasema kwamba katika jalsa salana nilisikiliza hutuba zote za halifa mtukufu. Mimi nilipata athari sana kwa kusikia nasaha ya halifa mtukufu aliposema kwamba kwa kuwasamehe maadui na kwa kuombea moyo unakuwa safi katika usuda ya kila aina. Hazur anasema kwamba haya ni mafundisho yalitolewa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana anasema kwamba kwa kupitia mafundisho haya tunaweza kupata amani duniani. Anasema kwa kupitia hutuba za halifa mimi nimepata faida sana ya kiroho, na yeye anasema kwamba tuliona picha halisi ya mafundisho ya Islam. Mwakilishi wa raisi wa Haiti bana Joseph anasema kabla ya kuhudhuria jalsa salana nilikuwa na wasiwasi sana kwamba sijui wale watakuwa Waislamu wa aina gani, mimi nitatendewa namna gani kuhudhuria jalsa salana. Lakini baada ya kuhudhuria mkutano wa mwaka wasiwasi yangu imeondoka. Mimi niliona kwamba kila mmoja alikuwa anahurumia wengine, na kila sehemu niliona udugu. Anasema mimi si mtu wa dini, lakini kwa kuhudhuria mkutano wa mwaka na baada ya kukutana na halifa mtukufu moyo wangu unasema kwamba ikiwa kuna dini ambayo ni sahihi, basi dini sahihi ni dini tukufu ya Islam. Kisha kutoka Burkina Faso kuna mwenyekiti wa chama fulani.
yeye pia alihudhuria jalsa salana. Anasema nilipopata mwaliko wa kuhudhuria mkutano mwaka, mimi nilishangaa sana kwamba mimi si mwanajumuiya wala si Muislamu. Kwa nini mimi nimealikwa katika mkutano wa Waislamu? Baada ya kuhudhuria mkutano wa mwaka, nilishuhudia kwamba jumuiya Ahmadiyya bila kujali dini na kaumu inaeleza mapenzi kwa ajili ya kila mtu na inawatendea watu wote vizuri, na vile vile inawaheshimu wote, na vile vile inawajali watu wote. Anasema kwamba mimi nilisikia hutuba za viongozi wengi wa dini mbalimbali. Wao wanapozungumza wanazungumza kama wao ni wakweli, wengine ni waongo, na hivi wanawadharau wengine. Lakini mimi nimesikiliza hutuba za halifa mtukufu, na baada ya kusikiliza niliona kwamba halifa anataka amani ipatikane duniani kote. Anasema haya ni mafundisho, kwayo amani inaweza kupatikana duniani, na sisi tunaweza kupata ushindi dhidi ya ugaidi. Vile vile mwanamke mmoja kutoka Croatia, Katrina Salik Saheba, alikuja. Anasema mimi mwanzoni nilikuwa padri katika kanisa, sasa natafuta haki. Anasema mazingira ya jalsa salana na maonyesho yaliyowekwa katika jalsa salana na maelezo yalitolewa kuhusu jumuiya, kwa kupitia mambo haya yote nimepata nuru sana. Mimi naona kwamba hivi karibuni mimi nitapata ukweli na haki. Anasema kwamba hutuba za halifa zimeacha athari nzuri sana juu ya moyo wangu, na mimi nimeshaanza kuchunguza vizuri, kusoma vizuri hutuba hizi. Kutoka katika kundi hili la Croatia, mwanafunzi mmoja alikuja. Yeye anasema mpango wote wa jalsa salana ulikuwa mzuri, na udugu uliopatikana ulikuwa mzuri sana. Katika jalsa salana, watoto wadogo ambao walikuwa wanatoa huduma ya kuwapatia maji, au vijana ambao walikuwa wanaegesha magari, na vile vile vijana walikuwa wanasafisha mazingira. Kwa kuona hali yote nilipata athari sana. Anasema nimehudhuria mkutano wa mwaka wa jumuiya mara ya kwanza, lakini yeye atakumbuka kumbukumbu katika maisha yake yote. Hazuru anasema jumuiya inatakiwa endelee kuwasiliana. Huyu bana kutoka Croatia mwaka jana walikuja, wao walikuwa Waislamu, na mwaka huu wao walikuja tena. Wao walipokuja kukutana nami walisema kwamba mwaka jana tulikuja kama ni Waislamu wa kawaida, si wanajumuiya, lakini mwaka huu sisi tumekuja kuhudhuria mkutano mwaka kwa kuwa wanajumuiya. Kwa hiyo Hazuru anasema kwamba kwa kupitia jalsa salana bayat pia zinapatikana. Kutoka Philippines, Salvador Rojo Junior alikuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Yeye amepata cheo kikubwa sana katika Congress, katika bunge. Anasema kwamba nadhara ya jalsa salana ilikuwa nadhara ya kufungua macho yangu. Mimi nilipata athari nzuri sana. Kitu kilichonifurahisha sana ni hiki kwamba wanajumuiya wote walikuwa wanakutana na wanajumuiya kwa bashasha sana na wanasaidiana. Hazuru anasema kwamba basi athari hii nzuri inapatikana juu ya wasiokuwa Waislamu. Inatakiwa hali hii endelee kupatikana maisha ya wanajumuiya siku zijazo pia. Hali hii isiwe kwa ajili ya siku chache tu, bali athari hii inatakiwa endelee kupatikana katika maisha yao. Huyu bwana anasema kwamba mimi nimepata elimu sana kwa kupitia jalsa salana, na mimi nimepata kuhusu mafundisho ambayo nilikuwa sijui katika maisha yangu. Baada ya kuhudhuria jalsa salana niliona kwamba yote inayoelezwa katika media kuhusu Islam, yale mambo hayahusiki na dini tukufu ya Islam. Kisha kutoka Ireland mgeni moja bana Danan alikuja, ambaye ni kiongozi wa polisi. Anasema mara ya kwanza nimehudhuria mkutano wa mwaka wakati wa jalsa salana.
nimepata bahati ya kukutana na wanajumuiya ambao walikuwa wanatoa huduma zao, na Hazur anasema watu wanapata athari sana kwa kuona hawa wote wanajitolea. Anasema hawa wote walikuwa wanajitolea, walitoa huduma sana kwa ajili ya wahudhuriaji wote. Anasema kwamba nawashukuruni sana kwamba nyinyi umenipatia nafasi ya kuhudhuria mkutano wa mwaka na umenipatia nafasi ya kufanya utafiti kuhusu mafundisho ya Islam. Kisha anasema kabla ya hutuba ya halifa shairi lililosomwa, mimi nilipata athari sana kwa kusikia shairi lile. Kisha kutoka Holland mgeni moja aitwaye bana Wandon aliandika, mazingira ya Sasalana yalikuwa yenye udugu sana. Mimi nimepata elimu sana kwa kupitia mkutano mwaka. Mimi nilikutana na watu ambaye ni kumbukumbu, na katika mazingira udugu ulikuwa unapatikana na huduma iliyotolewa na vijana. Mimi nilipata athari sana kwa kuona vijana jinsi walikuwa wanajitolea. Mimi nilipata hamu na matamanio. Nimepata bahati ya kuhudhuria vikao wingi wa Waislamu, lakini hali iliyokuwa katika Sasalana hii ilikuwa mara ya kwanza niliyoshuhudia. Mr. David Martin ambaye ni mgeni kutoka Uingereza, yeye anasema, yoyote nataka kusema hayo si maneno tu, bali ni sauti ya moyo wangu. Mimi sijawahi kuhudhuria kikao cha aina hiki. Watu walikuwa wazuri sana na jumuiya ni nzuri sana. Mimi ni Myahudi kutoka kwa mama yangu, lakini niliwahi kwenda katika Church of England. Naweza kusema kwa yakini kamili kwamba sijawahi kuona mazingira yaliyopatikana katika Jalsa Salana. Anasema nyinyi ni picha nzuri ya dini tukufu ya Islam. Mimi nashangaa kwamba kutoka katika BBC kwa nini documentary haikutayarishwa kwa ajili ya kuonyesha watu wengine. Hazur anasema nimesikia BBC wanataka sasa kufanya documentary ili watu wajue kuhusu hali ya jumuiya na kuhusu hulka za wanajumuiya. Kutoka Sierra Leone mgeni moja anatoa maoni yake. Anasema kwa kuona mpango wote wa Jalsa Salana nimepata athari nzuri sana. Ikiwa nisingekuja hapa na mtu mmoja mwingine angeniambia kwamba zaidi ya watu 37,000 walihudhuria sehemu moja na kule kulikuwa hakuna vurugu, labda mimi nisingekubali. Lakini mimi mwenyewe nimeshuhudia hapa, na kwa kushuhudia hii mimi nimeshangaa sana kwamba sijapata mtu alikuwa analalamika, bali watu wote kwa unyenyekevu wa hali ya juu walikuwa wanatoa huduma. Halifa mtukufu anasema kwamba hawa wanaojitolea kwa kuona huduma yao wasio Waislamu wanapata athari sana. Kwa hiyo kila anayetolea anafanya mahubiri kwa kimya kimya. Hazur anasema haya yalikuwa maoni ya wageni, na katika wageni hao wengine walikuwa Waislamu ambao walikuwa wawakilishi. Mimi nataka kueleza maoni ya hawa pia. Bana Alhaj Muhammad Salim ni vice president wa Guinea Conakry. Yeye deputy speaker wa Guinea Conakry anasema kwa kuona mpango wote wa Jalsa Salana nilipata athari sana. Mimi sijapata kosa lolote katika idara yoyote, ingawa nilijaribu kutafuta makosa. Ingawa watu walikuwa wengi sana, lakini kulikuwa hakuna vurugu hata kidogo, kulikuwa hakuna mapigano au vurugu. Anasema nilipata bahati ya kuhiji, na hivyo ndivyo nilipata bahati ya kuhudhuria vikao wingi wa Waislamu, lakini mpango uliopangwa katika Jalsa Salana sijawahi kuona mpango huu katika kikao kingine chochote. Kwa hiyo sisi tuliona mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Kisha anasema watoto wadogo wamepewa malezi mazuri sana. Watoto wanauliza, je, unataka kitu chochote? Kisha kitu chote tunachotaka wanatupatia, na wao wanakutana nasi kwa bashasha sana na kwa uchangamfu, na wanatuuliza mara kwa mara, je, sisi tunahitaji kitu chochote? Watu kutoka nchi mbalimbali walikuja hapa, lakini kila mmoja alikuwa nakutana na mtu mwingine kama hawa ni ndugu.
nyinyi ni katika mstari wa kwanza katika kutoa huduma hii na nyinyi ni katika njia iliyonyoka. Anasema mimi nina yakini kwamba Mungu anawasaidieni. Hazur anasema kwamba watu wengine hawahudhurii jalsa salana kwa sababu wao wanakuwa na maslahi ya dunia. Anasema sisi baada ya kurudi katika nchi yetu tutakumbusha serikali yetu kuhusu kitu hiki kwamba serikali isaidie jumuiya ili jumuiya iweze kusambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam katika nchi yetu pia. Kisha kutoka Guinea Conakry Bana Hassan Kita ambaye ni National Director of Police anasema kwamba mimi nahusika na polisi, kwa hiyo nilikuwa nachunguza kuhusu ulinzi. Kwa hivyo ulinzi ulipangwa vizuri sana na mimi sikuona makosa yoyote katika ulinzi. Anasema kwa kusikiliza hutuba za halifa mtukufu mimi ninaona nina fahari kwamba mimi ni Muislamu. Kisha bunge mmoja kutoka Sierra Leone Bana Ali Kalako Saheb anasema jumuiya Ahmadiyya ni picha halisi ya mafundisho ya Islam. Wanajumuiya juhudi wanafanya kwa ajili ya kusambaza amani ni yenye heshima sana. Siku hizi jina la Islam linaunganishwa na ugaidi, lakini wanajumuiya wanafanya juhudi ya kuondoa kosa hili na mpango wote wa sasa ulikuwa mzuri sana. Watoto wadogo pia walikuwa wanatoa huduma. Nadhara hii ilikuwa yenye imani sana na sawa na mawazo yangu kwa ajili ya kuthibitisha ukweli ya jumuiya. Nadhara hii ni inatosha. Kutoka Turkmenistan Bana Abdurrashid Saheb pia alihudhuria mkutano mwaka. Anasema takriban miaka 2 iliyopita nilimsikia kutoka kwa rafiki yangu kuhusu jumuiya Ahmadiyya na yeye aliniambia kwamba mwito wa jumuiya ni love for all hate for none. Anasema tangu nimekuja hapa London nimeona watu wote wananipenda na mimi nahisi kama mimi nipo pamoja na wazazi na jamaa zangu. Kitu kilichoniachia athari sana kitu katika vitu hivi, kitu kimoja ni kwamba siku ambayo tulifika hapa London kutoka Turkmenistan, kutoka uwanja wa ndege sisi tulipelekwa hotelini. Tulipofika hotelini kule wanajumuiya baada ya kupeana salamu walisema kwamba nyinyi mmekuja baada ya safari ndefu, labda mtakuwa na njaa, kwa hiyo kwanza mle chakula kisha mfanye starehe kidogo. Kwa kusikia maneno yao nilikumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wakati mgeni mmoja alipokuja katika hafla fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza sahaba fulani kwa nani atamchukua huyu mgeni. Kwa hiyo akaeleza hadithi ile ndefu kuhusu ukarimu. Anasema baada ya kuhudhuria jalsa salana mimi nimeelewa kwamba maisha yangu yote nilikuwa natafuta Mwenyezi Mungu, lakini nilipata Mwenyezi Mungu baada ya kuhudhuria mkutano wa mwaka. Mimi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu nilihudhuria bayat ya kimataifa na kwa kuhudhuria kikao hiki nilifanya bayat. Hazur anasema yeye alikuwa anazungumza nami alikuwa analia. Anasema wakati nilipokuwa nafanya bayat nilikuwa nalia na haya ni machozi ambayo mimi hata sikutoa wakati baba yangu alipokufa. Na mimi nilipoanza kutoa machozi niliona kwamba yanatoka bila kuwa na sababu, lakini baadaye nikahisi kwamba nimepata matamanio na nimepata jumuiya ambayo ni jumuiya ya aina yake, na jumuiya hii ni jumuiya ambayo itakuwa tayari kuondoa maafa ya dunia na itajitolea kwa ajili ya kuondoa maafa ya dunia. Hazur anasema kwamba kisha wanajumuiya wapya pia wao wanapoona udugu na upendo katika jalsa salana, kwa kuona hali hii imani yao inaimarika sana. Mwanamke mmoja ambaye ni mwanajumuiya mpya kutoka Jamaica anasema hutuba za halifa mtukufu na Susan Bayet pia ilikuwa uzoefu wa aina yake. Anasema nilipojua kwamba wapo wengi hapa ambao wanajitolea bila ujira wote, nikapata wazo kwamba labda kwa ajili ya kuwapatia malezi hawa vijana jumuiya inapata shida sana. Lakini nilipowaona hawa vijana wanajitolea kwa moyo safi
kwa kuona hali yao hii nikahisi kwamba jumuiya hii ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu na halifa mtukufu anapata msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Anasema mimi niliwaona vijana, ingawa hali ya hewa ilikuwa si nzuri sana, lakini nilishangaa kwa kuona huduma walikuwa wanatoa, na sijawahi kuona hali hii katika maisha yangu yote. Kutoka katika Ivory Coast, Mayor Manazakia alikuja. Anasema mimi nilipojiunga na jumuiya, wakati ule watu walinipinga sana, nilikuwa sijui sana kuhusu Islam, kwa hiyo nilishangaa na nilipata wasiwasi sana namna gani naweza kufanya utafiti kwamba wanajumuiya ni waislamu sahihi au la. Anasema nilikuwa nikipata wasiwasi kwamba labda baada ya kujiunga na jumuiya nimefanya kosa au dhambi, lakini nilipowasiliana na jumuiya wao walinialika kuhudhuria jalsa salana, na wao walisema kwamba uhudhurie jalsa salana na ushuhudie jumuiya kwa ukaribu sana. Anasema nimekuja hapa na nimeona picha sahihi ya Islam. Kila hutuba ya halifa ilianza kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake ulikwisha. Na kwa kuona mazingira ya jalsa salana nilipata majibu ya maswali yangu yote kwamba waislamu wanajumuiya ni waislamu au la. Lakini sasa mimi naweza kusema kwa fahari sana kwamba yoyote niliyofanya ilikuwa sahihi. Kwa hakika wanajumuiya ni waislamu haswa, na mimi nimepata utulivu kwamba kazi zote za wanajumuiya ni sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu na sawa na amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Toka makao makuu ya Belize, Mayor Bwana Khalid pia alipata bahati ya kuhudhuria jalsa salana. Yeye anasema ilikuwa uzoefu mzuri sana wa kuhudhuria mkutano wa mwaka. Ilionekana kama kila mwanajumuiya anatoa huduma kwa ajili yangu. Kwa kuona uzoefu huu, mimi nilipata hamu ya kujua zaidi kuhusu mafundisho ya Islam. Mimi nimeshuhudia hapa udugu na upendo, na mimi nitatoka na upendo huu katika nchi yangu. Hiki ni kitu ambacho nilichokishuhudia kila mahali. Lao ningeweza kufunga hali yote katika chupa na ningepeleka nchi yangu na ningegawa kule na ningewapatia watu wananchi wangu. Anasema jinsi nilipokaribishwa hapa, mimi nitakumbuka hali ile na nitakuwa kutoa shukrani yenu ambayo mlinialika hapa. Anasema siku moja mimi nilikuwa katika ukumbi, nilikuwa peke yangu, vijana kadhaa walikuja. Nilikuwa najua kwamba hawa wote wamenijia kwamba mimi nimekuja kutoka nje, labda mimi naona kwamba nipo peke yangu, kwa wamekuja kunisaidia. Kwa kuona hali yao hii, mimi nilipata athari sana kwamba vijana hawa wanajua kwamba namna gani tunaweza kutendea wageni wetu. Kisha bayet ya kimataifa anayefanywa hapa, wengine wanapata athari nzuri sana. Kuna tukio lake, member kutoka mbunge wa Croatia alihudhuria mkutano mwaka kuhusu bayet ya kimataifa. Alisema sherehe ya bayet ya kimataifa iliniachia athari nzuri sana. Nimeshawahi kuhudhuria kikao cha Ukristo mara chungu mzima, lakini udugu na upendo niliyoshuhudia hapa wakati wa bayet ya kimataifa, hali ile ni aina yake, na mimi nitakumbuka hali hii katika maisha yangu yote. Kisha kuna daktari mmoja kutoka Misri, Bana Hani Rushwan Saheb, anasema wakati wa bayet ya kimataifa alihudhuria katika ukumbi na aliona watu walikuwa wamekaa katika mstari, na kwa kuona hali hii alishangaa sana. Anasema katika nchi yetu Misri hatuwezi kupana hali hii, na kwa kuona nadhara ile hali yake ilikuwa aina hii kwamba alikaa katika mstari moja na alianza kusema istighfar, na vile vile alianza kusema katika lugha ya Kiarabu. Si maana yake kwamba yeye alifanya bayat, bali yeye alikaa kule kwa kupata athari nzuri moyoni mwake. Lakini huyu bwana amesema kwamba yeye ataanza kuchunguza kuhusu jumuiya na kusoma zaidi kuhusu jumuiya. Hazuru anasema kwamba press pia imepata athari nzuri kwa kuona mazingira ya jalsa salana.
na press sasa inalazimika kutoa habari sahihi ya Islam. Gazeti la Kifaransa bana Sonia anasema, nilipofika hapa manzoni nilipata wasiwasi kwamba wanawake na wanaume wanakaa katika ukumbi tofauti, lakini baadaye nilipotembea na nilikuta kwamba badala ya wanawake wanaume wanapika chakula. Kisha nilienda katika ukumbi wa kina mama kule, nikajua kwamba wanawake kwa sababu kuwa na ukumbi wao wanakuwa na uhuru zaidi, na wao walikuwa na uhuru juu ya mambo yao. Hazur anasema kwamba wasichana wengine ambao wanaishi katika hapa kwa jina la mafundisho na jina la taalim na jina la uhuru, wanasema wao wanadhulumiwa. Wanatakiwa wafikirie kwamba hata washuku Waislamu wanapenda mazingira haya. Journalist kutoka Belize alisema katika maoni yake, sawa na Ulaya, Islam inawadharau wanawake na wanawake hawana thamani yoyote, lakini mimi nilishuhudia kwamba imamu wa jumuiya anawapatia zawadi wale wanawake walioshika nafasi nzuri. Kila mmoja alikuwa kwa jina lake. Nilipata hamu sana kwamba baada ya kurudi mimi nitaandika katika gazeti langu, je, kuna kiongozi yeyote ambaye aliwahi kuwahutubia wanawake tu katika hafla? Hapana, haikutokea hivi. Kisha mwandishi mwingine wakati wa bayat alianza kusema maneno ya bayat. Alipoulizwa akasema, mimi sijui wakati ule ilitokea nini, kwa nini nilikuwa nasema maneno haya, lakini hali ile niliyopata wakati ule sijawahi kupata katika maisha yangu. Mimi niliendelea kusema maneno ya bayat bila kujua. Mwanzoni nilikuwa nafikiria kwamba katika hafla za aina hizi kwa ajili ya kuwahimiza watu lazima muziki itapatikana, lakini sasa nimejua kwamba wakati wa bayat ya kimataifa wanajumuiya walikuwa wanasema maneno kwa moyo wao wote, na kulikuwa haina haja ya music kwa ajili ya kuwahimiza watu. Kutoka Bolivia kuna mwandishi wa habari alikuja, anasema, mimi nilipata athari sana kwa kuona juhudi ya jumuiya inafanya kwa ajili ya amani, na ujumbe huu wa amani ni muhimu sana katika zama hizi. Hivyo ndivyo jumuiya inafanya juhudi ya kuwajumuisha mataifa yote. Hii pia ni kitu chenye sifa. Vile vile anasema kwamba mimi nilishangaa kwamba jinsi gani mpango huu wote unafanywa kwa kuwapitia wale vijana wanaojitolea. Kwa kuona hali hii tunaweza kusema kwamba hata kama kazi inakuwa ngumu kiasi gani, lakini kazi hii inaweza kufanywa kwa upendo na bidii. Kisha anasema halifa aliyotoa hutuba upande wa kina mama, basi mimi nilipata athari nzuri sana, na vile vile wasiwasi yangu iliondoka, na vile vile nilijua kuhusu mafundisho ya Islam vizuri. Kisha anasema kwamba kina mama walishika nafasi nzuri katika uwanja wa elimu, ilikuwa ya aina yake. Anasema kwamba wote wanatakiwa wafanye juhudi kwa ajili ya kurekebisha hali ya dunia, kuanzia familia mpaka watu wote. Kisha anasema kwamba hutuba ya mwisho ya halifa ilikuwa muhimu kwa ajili ya jumuiya, na hivyo ndiyo ni muhimu kwa ajili ya dunia nzima pia. Halifa mtukufu anasema kwamba wale wote waliojitolea waliacha athari nzuri, na wale wote walihudhuria walipata athari nzuri kwa kuona hawa wote waliojitolea. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mwema hawa wote waliojitolea na wale wote waliohudhuria. Wao ni hawa wanaojitolea wanafanya mahubiri kwa kimya. Tunatakiwa tuwaombee hawa vijana wote, wasichana wote katika maombi yetu mwaka huu. Kwa sababu ya kuwa na mvua, upungufu ulipatikana katika mipango mbalimbali, lakini licha ya kuwa na hali yote, ni hali hewa ilikuwa si nzuri, ilikuwa mvua, lakini
wale wote walikuwa wanajitolea, walifanya juhudi sana, na baadhi wakati maji yalikatika, lakini kwa kawaida mpango wote ulikuwa mzuri. Watu wengi walioniandikia mawazo yao, wao wanajumuia wasikuwa na jumuia, ni mawazo haya ni mazuri, lakini wapo wengine ambao leta lawama pia. Lakini kama niliyosema kwamba katika mpango huu mkubwa baadhi wakati makosa madogo yanapatikana, lakini vijana wote, wasichana wote wanajitolea, wanastahili sisi tuwashukuru. Na nitawaambia viongozi mbalimbali kwamba malalamiko yalipatikana wazingatie malalamiko haya. Nitawatumia malalamiko haya kwa wao waandike katika kitabu chao na waboreshe mwakani hali hii. Hazur anasema kwamba kwa kupitia media pia kuhusu jalsa salana 358 habari ilitolewa, na habari hii inaendelea kutolewa kwa kupitia online. milioni 36 watu walipata habari ya jumuiya, na kwa kupitia TV na radio milioni 31 watu walipata ujumbe, na kwa kupitia social media milioni 18 walipata ujumbe. Kwa kupitia MTA live streaming ya MTA 2.5 watu walisikiliza. Watu milioni 128 walipata ujumbe kwa kupitia jalsa salana kwa njia mbalimbali, na BBC TV, BBC Radio, ITV, Independent ni gazeti, na kuna The Time na Sunday Express, haya ni magazeti, na Evening Standard, New York Times, Facebook Live, Associated Press na Press Association, Special News Agency, Indian News Agency, PTI, French News Agency Liberation na Unilet ni magazeti ambayo yalitoa habari ya jalsa salana. Kwa kupitia mitambo hii ujumbe wa jumuiya uliwafikia watu. Sisi tunatakiwa tuwashukuru hao wote ambao walifikisha ujumbe wa jumuiya. Katika Afrika pia jalsa salana ilionyeshwa zaidi ya MT Afrika channel 10 ilionyesha vipindi vyote vya jalsa salana, na masaa 150 vipindi vilionyeshwa. Takriban milioni 7 walipata bahati ya kuona jalsa salana. Hutuba zangu zote zilionyeshwa na baiti ya kimataifa zilionyeshwa katika channel hizi 10. Katika Bo na Kanema pia ilionyesha vipindi vyote vya jalsa salana. Katika nchi nzima watu walisikiliza na waliangalia vipindi vya MTA. Katika Gambia mara ya kwanza National Television ilirusha vipindi vya jalsa salana moja kwa moja. BBC Uganda ilitoa habari ya jalsa salana katika lugha ya Kiswahili, na watu takriban milioni 20 wanaangalia TV hii. Katika Canada pia watu takriban milioni 5 walipata ujumbe. Takriban milioni 35 ni watu ambao walipata habari ya jumuiya kwa kupitia mitambo hii yote. Hazur anasema hizi zote ni fadhili za Mwenyezi Mungu. Juhudi yetu ni kidogo sana, baki ni fadhili za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Kwa hiyo juhudi yote tunayofanya, na shukuru kitabu cha media, na vile vile katika nchi mbalimbali wale wote waandishi wa habari walifanya kazi. Mwenyezi Mungu awapatie ujira. Hazur anasema kwamba habari hizi zinakuwa sababu ya kujua kuhusu jumuiya. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kutimiza majukumu yetu yote.
na sisi kwa ajili ya kupata baraka za Mwenyezi Mungu tuendelee kutanguliza dini juu ya dunia, na kwa kufanya hivi tuendelee kutekeleza majukumu yetu, wajibu wetu. Hazur nasema kitu kimoja kilibaki nitaka nieleze. Mwaka huu pia kama ni mwaka jana, kutoka Canada khudam walikuja ambao walitoa mchango katika wakari amal, na mwaka huu walikuja na ndege yao takriban vijana 350. hawa wote walikuwa wanatoa huduma vizuri. Mpaka jana waliendelea kutoa huduma zao, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kazi kubwa imeshafanywa, na kazi kidogo iliyobaki kuanzia leo. Hata tangu jana khudam wa UK wameanza kufanya kazi hii. Mwenyezi Mungu awapatie hawa wote ujira mwema ambao walitoa huduma zao. khudam ambao wamekuja kutoka Canada, na nategemea wao walikuja kabla ya jalsa salana, watakuwa wamesikiliza hutuba zote za jalsa. Ikiwa hawakusikiliza si vizuri, lakini siku za usoni wakumbuke kwamba watakapokuja kwanza wasikilize hutuba zote, baadaye watoe huduma zao. Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote ujira mema, wawe wasichana wakina mama ambao walitoa huduma zao. Na yote tuliyopata katika jalsa salana, Mwenyezi Mungu tujalie tuweze kuendelea kufuata katika maisha yetu. Baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu. Jeneza hii ni Sahibzadi Zakia Begum Sahiba ambaye alikuwa mke wa Kanal Daud Ahmad Saheb, na alikuwa binti wa Nawab Amtul Hafiz Begum Sahiba na Nawab Abdullah Saheb. Tarehe 23 wa Julai katika umri wa miaka 94 alifariki katika Tahir Heart Institute. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanal Mirza Daud Ahmad Saheb marehemu alikuwa mjukuu wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na vile vile alikuwa mke wa mjukuu wake. Miaka mitatu iliyopita alikuwa mgonjwa sana. Tangu miezi kadhaa alikuwa amelazwa hospitalini. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alifanya wasia. Alikuwa na mabinti 5. Amtu Shafi Sahiba ni mke wa Mukarram Mahmud Ahmad Saheb. Huyu pia alikuwa mjukuu wa Nawab Mubaraka Begum Sahiba. Binti mwingine Amtu Nasir, mume wake ni Sayyid Shahid, na Amtu Musawwir ni mke wa Dr. Nuri. Amtul Muiz anaishi Marekani. Amtu Nasir Nigat ni mke wa Dr. Abdul Malik Saheb. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia wapate maendeleo katika ucha Mungu, na waweze kuendelea na mema ya mababu zao. Marehemu aliwahi kuwa mwenyekiti wa lajna kule Karachi. Nawab Amtul Hafiz Begum Sahiba aliandika kuhusu watoto wake kwamba aliwasifu watoto wake wote, hasusan wakati Nawab Abdullah Khan Saheb alipofariki. Watoto walitoa huduma sana kwa ajili ya mama. Dr. Nuri Saheb pia anaandika kwamba alikuwa na sifa ya ukarimu wa wageni, na bila kujali watu na taifa alikuwa akiwapatia wageni ukarimu, na alikuwa akiwakaribisha wageni wote. Vile vile Dr. Nuru Saheb anasema, mimi nilipotoa wakfu maisha yangu, akasema nilikuwa na hamu kwamba ningekuwa na mtoto wa kiume ningetoa wakfu mtoto wangu, lakini kwa sababu ya kutoa kwako ni hamu hii imetimia. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi, na amghofirie na mrehemu. Jeneza ya pili ni Bana Tariq Masud Saheb Rabi Silsila, ambaye alikuwa mbashiri. Alikuwa mtoto wa Masud Ahmad Tahir Saheb. Tarehe 24 wa Julai katika umri wa 27 alifariki kwa kupata mshtuko wa
umeme. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake ambaye alikuwa kutoka Kashmir. Bana Meherbakhsh wakati wa halifa wa pili 1920 alijiunga na jumuiya. Tariq Masood Saheb alijiunga na jumuiya Ahmadiyya, Jamia Ahmadiyya 2010. 2016 alifanya imtihani ya FA na 2014 alipata ushindi katika imtihani. Alikuwa bashiri, alikuwa mwenye tabia nzuri sana, alikuwa akitoa huduma sana kwa ajili ya wazazi, na alikuwa akiwasaidia wanyonge maskini wengi sana katika posho yake. Baada ya siku 2-3-4 ilikuwa harusi yake, lakini kabla ya harusi yake Mungu alimuita. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema na amghofirie na marehemu alikuwa musi. Ameacha wazazi na ndugu watatu, bana Ashfaq Muzaffar Saheb, Sarfaraz Ataur Rahim Saheb, na ameacha dada moja Fozia Rashid Saheba. Mama yake anaandika kwamba marehemu alikuwa akishiriki katika michango, hata alikuwa akitusihi sisi pia tushiriki katika michango. Baba yake anaeleza alikuwa akipenda sana uhalifa, alikuwa mtu mwema sana, alikuwa akisali swala kwa jamaa bila kukosa. Kabla ya kuwa mbashiri hata alikuwa akisali swala kwa jamaa, na alikuwa akisihi watu wa familia waswali swala. Baada ya swala ya alfajiri alikuwa akisoma Qur'ani tukufu bila kukosa, na kwa kumuona yeye sisi tulikuwa tukiona haya juu ya makosa yetu. Alikuwa mtoto mtiifu sana, na alikuwa akiwatendea vizuri watu wa familia na wazazi. Yeye hakufanya ihtilaf, lakini kama alikuwa akipata ihtilafu alikuwa akielewesha kwa upendo. Alikuwa mwenye ghaira sana. Ikiwa mtu alikuwa akizungumza dhidi ya nidhamu ya jumuiya, alikuwa akiwazuia. Ikiwa wao walikuwa akiendelea na mazungumzo alikuwa akiondoka. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu. Mwenyezi Mungu awajalie wazazi wake subra sana. Jeneza ya tatu ni Shakila Munir Saheb. Aliwahi kuwa mbashiri wa Australia mstaafu. Alikuwa anaishi katika Karachi. Tarehe 31 Julai katika umri wa 79 amefariki, na lillahi na ilaihi rajiun. Alipata bahati ya kufasiri Qur'ani tukufu katika lugha ya Nori. Alikuwa mwenyeji wa Bihar, India. Baba yake Hakim Khalil Ahmad Saheb alikuwa mwanajumuiya wa zamani. 1906 alijiunga na jumuiya katika mkono wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam, lakini yeye alikuwa hakupata bahati ya kufanya bayat katika mkono wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Baba yake pia aliwahi kuwa nazir wa Islahshad. Bwana Shakil Ahmad Saheb alipata masomo ya msingi katika Talim Islam Qadian na Lahore. Baadaye alipata degree ya MSc. Baadaye alianza kusomesha. Alitoa huduma yake katika nchi za Afrika Magharibi, na hivi aliendelea kutoa huduma. Aliwahi kutoa huduma katika Nigeria katika idara ya mafundisho na ya elimu. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa mkoa wa mashariki wa Nigeria. Alianzisha Nusrat Jahan Academy wa na ilikuwa shule ya kwanza chini ya idara ya Nusrat Jahan. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri, na aliwahi kupanga mikutano miwili kule Nigeria, na aliandika vitabu chungu mzima kuhusu Islam, kama Islam in Spain, The Reform,
Taalimu Islam course. Hivi ni vitabu ambavyo aliandika, na katika Nigeria alitoa mchango wa kujenga mission house, na kwa kupitia ruya alitoa wakfu maisha yake. Halifa mtukufu wa 4 alikubali wakfu yake, na alitumwa Australia kwa kuwa mbashiri na amiri wa kwanza. Tarehe 5 Julai 1985 alienda Australia. Alipata shida sana katika kupata visa, lakini kwa juhudi ya Dr. Ijazul Haq Saheb alipata visa, na baada ya kupata visa alianza kutoa huduma zake. Msikiti utwa Baitul Huda ni msikiti mzuri sana. Katika ujenzi wa msikiti huu alitoa mchango mkubwa sana. 1983 halifa wa 4 aliweka jiwe la msingi la msikiti huu. Kisha ujenzi wake, ingawa kulikuwa shida ya mchango, yeye alifanya ujenzi wake na aliwahimiza vijana wafanye wakari amal. Hata mwenyewe alishiriki wakari amal, na siku moja alianguka wakati wa ujenzi wa msikiti. Lakini sasa msikiti mzuri umejengwa, na mahali ambapo alipelekwa kule kulikuwa hakuna nyumba, lakini alikuwa anaishi katika nyumba ya bati. Sehemu moja ilikuwa inatumiwa kwa ajili ya swala, na sehemu moja alikuwa anaishi pamoja na mke wake katika nyumba ya bati. 1991 alipelekwa Nigeria, na kule aliwahi kuwa principal wa Jamia Ahmadiyya. 1989 wakati karne moja ya jumuiya ilipotimia, wakati ule aya 100 ya Qur'ani tukufu ilifasiriwa katika lugha mbalimbali. Wakati ule yeye alifanya tafsiri ya Qur'ani tukufu katika lugha ya Maori, na tafsiri aliyofanya ili tafsiri ilikuwa si nzuri sana. Hata Bismillahirrahmanirrahim, yule ambaye alifanya tafsiri ya Bismillahirrahmanirrahim aliandika kwa jina la Yesu Kristo. Yani mtu mwingine alifanya tafsiri ya aya 10, lakini baadaye Bashiri alijifunza lugha ya Maori, na katika uzee wake alijifunza lugha hii na alifanya tafsiri ya aya hizi. Na kule baadaye nilipokwenda alifanya tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Maori. Marehemu alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu, na alikuwa hana kibri ya kuwa na elimu sana, wala alikuwa hana kibri kwamba amefanya tafsiri ya Qur'an tukufu kwa hiyo apate cheo kikubwa. Na yeye aliendelea kutoa huduma kwa kuomba shiri bila kupata posho. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu, apandishe madaraja yake. Mwenyezi Mungu amjalie mke wake subira sana. Siku za usoni pia Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia wabashiri wa aina hii ambao wataendelea kutoa huduma zao bila kuwa na tamaa yoyote. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.